Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Asante sana, tunaendelea na sehemu ya masuala ya buruj na buruji katika nyota. Leo tuko katika herufi E, herufi N na herufi W, X, Y, Z. Tuna herufi tatu ambazo ni E, yani Emanueli, Parajuja, halafu N Nyamasamba, halafu W Wankuru, Warioba, Wangoyi na kadhalika. Inshallah tuko pamoja, tunaendelea kutiririka na masomo yetu mbalimbali kutoka kwa soda ya ngeni. E, N pamoja na W. Ni mtu msafi, anapenda usafi, lakini pia anapenda kuzurura kutoka mahali kwenda mahali wengine, wanapenda sana. Mjanja, mwenye kurekebisha majambo, lakini pia na yeye ni mwenye kurekebika. Yani kama utamshauri jambo, basi ni mwenye kurekebishika pasipokuwa na ubishi mkubwa. Ni mwenye kupenda uhuru, na anapenda uhuru na pia anapenda kusoma, ni msomi. Herufi hizi E, N na W ni watu ambao wana hulka ya kupenda elimu, wanapenda elimu sana, mwepesi kwa kujifunza na msuruhishaji mzuri sana katika matatizo ya watu. Anapenda kusuluhisha, na kisuluhisha jambo basi lazima liende mzuri kabisa. Ana uwezo mkubwa sana wa kuweza kuwasuluhisha watu na wakaweza kubadilika na wakaweza kumwelewa vizuri kwa urahisi kabisa. Nafasi ya msomi ni nafasi nzuri sana yeye kuwa msomi na kufanya mambo ambayo ni mazuri kabisa katika jamii. Ni mtu asiyekuwa na adabu, Kila mtu ana uzuri wake, lakini ana ubaya wake. Kuna mtu jingine unaliona wewe, unafika kwenye mji wa mtu, unavua viatu lenyewe lishaingia tukurufi tena mpaka chumbani, tena ikiwezekana usipomwangalia sana kwenye jicho la kumkazia, unaweza kushangaa kitandani anapanda na kiatu. Wapo watu wana namna hiyo, kweli na hizi wameja sana. Umeona sasa? Asante sana. Ni msumbufu kiasi fulani na mwenye kukera. Ni msumbufu sana, na pia ni mkeraji. Muharibifu, naweza ukamwambia hili jambo, yeye akafanya hivi, ukamwambia hili, yeye akafanya hivi. Basi na ni mwenye tabia ya kuleweshwa jambo fulani. Kueleweshwa ina maana unapomwelewesha kitu, yeye anakuwa ni mtu ambaye ni mwenye kukuelewa, japo ni mkurupukaji, lakini pia ni muelewa. Unapomfunza kitu kinakaa kichwani. Lakini tatizo lake kubwa la kukosa mafanikio, kwanza kabisa linatokana na malengo. Malengo inatakiwa wewe mwenye herufi hizo, malengo yako unapokuwa nayo, basi yasimamie yaweze kukaa vizuri kabisa katika malengo uliyoyatarajia au unayoyataka uyafanyie kazi wewe mwenyewe kwa juhudi zako. Klipu hii ni klipu ambayo tumebakiza karibu klipu 3 mwisho, alafu tuingie katika klipu zingine. Kwa hiyo wale wapenzi wa klipu zangu, nadhani sasa hivi tuko watu karibu 25,000 na pointi nyingi. Kwa hiyo maswali, unapohitaji kuuliza swali, basi niulize ndani ya YouTube humu, sio kupiga simu tena na kuanza kunisumbua swali hilo baadaye ungeuliza humu ndani ya YouTube.
halafu ukaweza kujibiwa katika chaneli yetu, na wengine wanaweza kuwa walikuwa na swali kama hilo, basi na wao wakapata elimu, wakapata kufahamu majambo mbalimbali kutokana na swali lako. Asante sana. Dhamira au mwelekeo tangu mwanzo wa maisha yako ni kutafuta au kupata, lakini unaweza ukakosa kupata unachokihitaji kutokana na majambo madogo. Pili, unatakiwa uachane na tabia yako ya kuwa na jambo au mtu kwa muda mfupi, kwa sababu kuna mtu mwingine unakuta kwamba anafanya jambo lakini kwa muda mfupi tu tayari anakata tamaa, na hiyo huwa ni mbaya zaidi, kwa sababu unapofanya jambo la aina yoyote, basi hakikisha kuna mitihani. Sio kwamba kila jambo ukifanya utafanikisha, basi kila jambo la aina yoyote huwa lina mitihani. Basi inshallah jaribu kuwa na subira na kuwa mvumilivu, unaweza ukafanikiwa kabisa. Kaa na watu, acha kubadilisha marafiki. Kubadilisha marafiki kila leo, hiyo ni tabia ambayo inaweza ikakufanya uweza kufeli. Tabia yako ya ulevi, hawa watu wana tabia wanakaasiri ka ulevi, vinyo. Asante sana. Ulevi wao huko mara mbili. Kuna ulevi wa kukadibisha kalinya, kuna ulevi wa kukadimija. Unaona, wote ulevi huu huwa wanao. Kucheza kamari, acha kabisa hiyo tabia. Itakufirisha, itakufanya uweze kufika mahali ambapo sio pazuri. Kutokuwa muangalifu kunaweza kusababisha kukufirisha katika majambo lako. Ukosefu wa adabu, ndio hivyo nilivyosema, naweza kaingia na kiatu hata kitandani kwa sababu ya ukosefu wa adabu. Tabia ya kuchelewesha mambo inachangia wewe kukuharibia na kukufanya mambo yako yaweze kuharibika kabisa. Asante sana, tunaendelea kusikilizana na kuendelea kutizama clip za Babu Haji. Swada yangeni very good, thank you very much. Love it, Mr. Emmanuel. Waweja sana.